wewe ni mtumishi wa Mungu pamoja nami, watu wangebarikiwaje bila kupata habari ya kipindi hiki? Na wewe umeweza kuwajulisha, ukawapatia linki, na sasa wanabarikiwa pamoja nawe pia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana sana. Tumekuwa na wakati mzuri mno wa Kwaresma ambao tunashughulika na kazi nzuri sana aliyokuja kuifanya Yesu duniani, na kazi ile tunaiendeleza kikamilifu kwa wale aliotuchagua ili tuweze kuwafikia watu wa Mungu walioumbwa kwa mfano na sura yake, ambao adui anaendelea kuwakandamiza, kuwazuilia baraka, kuwapatia majonzi na maombolezo, kuwatesa kwa namna mbalimbali. Ametupa neema ya kuweza kutumiwa naye Bwana, ili napotamka yeye ametamka, nikisema yeye amesema, na chochote ninachosema yeye amesema na kitatendeka kwako. Sasa tumekuwa wiki hizi zilizotangulia tunashughulika zaidi na kile ambacho kinahusika na damu iliyotupatia ushindi. Kinahusika Yesu alichokifanya mwenyewe, kushughulikia yule aliyekuwa na nguvu, kushughulikia yule aliyetukandamiza, ili sisi tupate kukombolewa. Na tunazungumza habari ya Kwaresma. Nataka leo niseme kidogo habari ya Kwaresma. Kwaresma ni neno limetokana na neno la Kilatini ambalo linazungumza quadragesima, ambalo ni neno la Kilatini ndio likaletwa kuwa neno Kwaresma. Na hii ilitoka kwenye sikukuu ya Kiyahudi ambayo ilikuwa maana ya neno lenyewe kwa linamaanisha siku 40. Neno lenyewe hilo la Kilatini Kwaresma maana yake ni siku 40. Kwa hiyo hizi siku 40 walizichagua kwamba ni siku za kukumbuka mateso, kufa na kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha siku 40 walikuwa wanakumbuka kwamba kulikuwa na mateso. Mateso yale yalikuwa yana maana kubwa. Halafu wanaenda kwenye kifo na kufufuka. Na kufufuka ilikuwa imepewa siku ile ya Jumapili ambayo ndio sherehe. Kwa haya ni maadhimisho, ni maandalizi ya maadhimisho ya ufufuko wa Yesu Kristo. Lakini wakataka kuiwekea uzito zaidi, ili kwamba watu wawe na maandalizi ya kina zaidi katika kutafakari yaliyofanyika pale. Kwa hiyo nitoe utangulizi kama huo, na lengo kubwa ni kwamba Mungu alikuja kuleta ukombozi, na ukombozi huo umefichwa kwenye kufa na kufufuka. Na hicho ndicho ambacho nimekuwa nikikuelezea siku za nyuma, kuonyesha Yesu Kristo alikufa, na alipokufa alikwenda kumdhibiti na kuharibu nguvu za ufalme wa Shetani na kuvunja kazi zake na kuziharibu kabisa. Sasa moja ya jambo linalofanya Wakristo wafunge, actually ukweli ni kwamba watu wanafunga kidini, ni kama kidini, si kiroho zaidi. Ni kiroho lakini ni utaratibu tu. Na ndio maana watu wengi, sio lazima sana, sio sheria kufunga Kwaresma, si sheria, lakini ina maana hiyo. Sasa leo nataka nionyeshe kufunga kulikuwa kuna maana kubwa wakati ule, na ulikapokuwa wanaleta tafsiri yake kwenye maana za kufungua watu waliofungwa. Na ndio maana nimekuwa nikiendesha maombezi
ya kufungua watu, kuachilia majibu kwa watu waliofungwa, kwa watu wenye oteseka. Na tutaanza kusoma andiko moja, kitabu cha Isaya sura ile ya 58 mstari ule wa 6 hadi 11. Hapo inaelezea, ukianzia juu ilikuwa inaelezea aina ya kufunga. Kufunga kuliko kwa kuna maanisha nini? Ukianzia mstari wa 6 anaongelezea swaumu. Swaumu maana yake ni hali ya kuacha kula, hali ya njaa kwa ajili ya kusudi fulani, kama vile Yesu alivyoacha kula kwa sababu maalum. Kwa hiyo na sisi tunapoacha kula tunakuwa na lengo fulani. Sasa tunaona hapo funga ilikuwa inamaanisha nini. Tusikie neno kutoka Isaya 58 kuanzia mstari wa 6, hatua kwa hatua nitakuwa nikifafanua. Karibu sana msomaji wangu. Tasoma katika jina la Yesu. Je, swaumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufunga vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Hapo kwanza unaona, kwanza ni kufungua vifungo. Hilo la kwanza, kufungua vifungo ambavyo vimefunga watu, vimefunga roho zao, nafsi zao, mili yao, uchumi wao, elimu zao. Na ya pili, kufungua kamba. Kuna kamba za kiroho huwezi kuzifungua kwa elimu yako au kwa pesa zako. Ni lazima uingie ndani kiroho. Zile kamba huwa hazionekani, wala vile vifungo vionekani, lakini vipo. Ya tatu wanasema kuacha huru walioonewa. Maana yake wamekuwa watumwa, na utumwa maana yake nini? Ni kuwa gerezani. Kuna magereza ya kiroho, ya kipepo, ya kishetani ambayo watu wako magerezani. Afya ziko magerezani, uchumi uko magerezani, ndoa ziko magerezani. Maana yake kifungo, kuna vifungo, kuna kamba, kuna nira, kuna pingu, kuna mikatale imekamata watu. Na hiyo inaweza kuvunjwa tu kwa siri hii ya maombi haya ambayo sisi tuliofunuliwa na Bwana tunaweza kuomba katika namna ya pekee sana, ukafunguka, utawekwa huru leo kwa jina la Yesu. Kwa leo nimekuja na upako wa kukufungua wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Tuendelee kusikia hapo. Mstari wa 7 unasema, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Sikia, sasa hapo ni pointi muhimu sana. Tunapimwa sisi na Mungu. Anaangalia moyo wetu wa utayari wa kupokea vitu vingi kutoka kwake. Ndiposa anatuletea watu wenye njaa, watu waliopungukiwa, watu wasio na chochote. Anasema kipindi hiki pia cha Kwaresma ilikuwa ni kipindi cha kuacha kula, lakini kile chakula cha kwako ambacho ungetakiwa kule kwa leo unakitunza, ili kwamba umgawie mwingine ambaye yeye hata kama afungi hana chakula. Kwa hiyo kunakuwa na lengo la kuonyesha moyo wa kuguswa na wale wengine wasio na chochote. Unawagawia chakula chako. Ndio maana mwezi huu, kama ukiwa na ufunuo wa kuweka kitu kidogo kidogo kwa kila siku, kwamba leo nimefunga, maanake sikula hicho ambacho ningekula leo na kihifadhi, nitatafuta mtu nimpe, utakuwa ni ufunuo wa kipekee mno. Umgawie mtu chakula chako. Lakini anasema na yule maskini aliyetupwa nje umlete nyumbani mwako. Si mlete kabisa, yani unapomhurumia maskini,
unapomhurumia yatima, unapomhurumia mtu ambaye hana msaada, ukamfanyia chochote, ni kama umemkaribisha nyumbani mwako, umemkaribisha kwenye gala yako, umemkaribisha kwenye meza yako. Tayari umekuhusika, yule mtu umemkaribisha. Endelea. Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo. Yule aliye uchi umsaidie nguo, umsaidie. Hii ndiyo mpango. Yesu alikuja kutuvusha nguo. Mwenye dhambi yuko uchi. Biblia inasema dhambi imekufanya uwe uchi. Sisi Yesu amekuja kutulisha chakula, amekuja kutuvisha nguo, amekuja kutukaribisha tena kwa Mungu. Tulikuwa maskini, tumekataliwa, yeye akatuleta. Sisi tulikuwa mbali, hatukuwa na kibali, tulikuwa maadui. Wakolosai inasema yeye akaija akafuta hati iliyokuwa imeandikwa ikiwa na hali ya uadui na mashtaka, akayaondoa yasiwepo tena, akatufanya rafiki wa Mungu, akaondoa kiambaza, ule ukuta uliotutenga sisi na baraka za Mungu kwa kifo chake, akaturejesha, akaondoa kiambaza. Sisi tunafundishwa roho hiyo hiyo, tuwakumbuke wengine. Watu wengine wana tabia kumtafuta Mungu awasaidie tu. Wakiambiwa mkumbuke maskini, anasikia kama ameonewa, ni kama vile anakosewa, ni kama vitu vyake vinataka kuchukuliwa. Wewe wakati huu ambako Mungu akusaidie. Yesu alikuja kutupa tabia yake, na hiki kipindi ndio kipindi muhimu cha kuwakumbuka watu ambao wako na uchi, wako na shida. Sasa mstari wa 8, hebu tuendelee. Mstari wa 8, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, ndio, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Sasa afya, tunataka afya. Mungu amenipa ufunuo, kila anayetaka afya, na tunataka afya sisi wenyewe, wapendwa wetu, majirani zetu, kila mmoja tunamtakia afya. Afya kwa ukitenda matendo ya juu hapo, angalia, ukiyafanya hayo matendo hapo juu, afya yetu itatokea mara. Maana yake tunaita afya kwa kutoa, kwa kuwahurumia maskini. Afya inabeba vitu vingi, tunapata msaada hapo. Hebu endelea mstari haraka unaofuata. Mstari wa 9, ndipo utaita na Bwana ataitika. Ndipo utaita na Bwana ataitika, kwa sababu umemuitikia mwingine alipoita. Utalia naye atasema mimi hapa. Utalia, Mungu atakwambia mbona niko hapa, unasemaje mwanangu? Hii ni fursa mpendwa, hii ni fursa. Tendo la Yesu limefanyika. Sasa leo naongea matendo yetu yafanyike kwa ajili ya mtu mwingine, yanaunganishwa na kujali tabu za watu wengine. Nenda mstari wa 10, acha tu mstari unaofuata, nenda mstari wa 10. Mstari wa 10, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako, ndio, na kuishibisha nafsi iliyoteswa, yenye njaa, ukiishibisha. Endelea. Ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, ndio, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Endelea tu mstari wa 11. Naye Bwana atakuongoza daima, ndio, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Bwana ataishibisha nafsi yako hata mahali maji hamna. Na kuitia nguvu mifupa yako. Ataitia nguvu mifupa yako. Haleluya! Yaani mambo yako vizuri. Ni kweli ya Mungu inafanya hayo. Wewe ukinielewa leo, Mungu atafanya kitu ambacho umekuwa ukilalamika, ukimtafuta Mungu kwa bidii, hafu unafikiri kama Mungu amenyamaza. Mungu anakupima na wewe. Endelea. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Utakuwa kama bustani. Na kuombea wewe uliye na moyo wa kuwahurumia masikini,
kuwajali yatima, kuwajali wanyonge, kuwajali wanaoteseka, unaokunjulia mikono yako kuwashibisha kwa ajili ya patano hili la maombi ya Kwaresma ambao Mungu mwema alitukumbuka na wanakumbuka walioteswa. Mbingu inasema leo ya kwamba Bwana akufanya uwe kama bustani iliyonyeshewa maji mazuri ambayo haikauki. Hebu rudia mstari mtamu sana hapo kipengele. Anakuwa kama nini? Kama bustani. Ongea pale, rudia tu pale kipengele hapo. Mstari wa 11 hapo chini hapo. Mstari wa 11 hapo. Mstari wa 11. Soma tu wote, hamna shida. Mstari wa 11, naye Bwana atakuongoza daima. Ndio. Ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Ndio. Na kuitia nguvu mifupa yako. Ndio, mifupa yako itatiwa nguvu, Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Utakuwa kama bustani iliyofanya nini? Kwa maji. Iliyotiwa maji, bustani yako. Wewe mwenyewe utakuwa bustani, Endelea. Na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Chemi ambazo maji yake hazikauki. Nataka nikuombea hapo wakati msomaji wangu anapoenda kwenye kitabu cha Mithali 19 mstari wa 17. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba neema hii Baba ituangukie. Tumeona ukweli wako, tumeona huruma zako Baba mwema, umetufundisha. Wengi wanaonitazama maisha yao ni hali ya chini, wengine kula kwao ni kwa shida, wengine kuvaa kwao ni kwa shida, maisha yao ni magumu, afya zao ni mgogoro, hali zao hazieleweki. Lakini Bwana, wanakutazama leo ukiwajaribu kwa neno hili, na kuna mtu anasema leo ya kwamba nitatazama mwingine aliye mfukara, aliye na shida kunizidi, nitamsaidia kitu. Kwaresma Baba, ninaomba ile moyo wanaowaza hivyo, kwa mawazo hayo tu, ninaomba uingilie kati hali ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Vile vifungo vimemfunga katika maisha, kwenye roho, kwenye nafsi, kwenye mwili, kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye familia, kwenye elimu, Bwana vikatike leo, vikatike kwa damu ya Yesu. Na ipeleka damu ya Yesu kwa mtu huyu mwema, kwa mtu huyu mwema. Naondosha leo kama ilivyoandikwa ya kwamba ukifanya hivyo afya yako itatokea mara. Naamuru afya itokeze, afya itokeze. Naita afya ije kwako, naita afya ije kwako. Afya njoo kwa mtu huyu, afya njoo kwa mtu huyu, afya njoo kwa mtu huyu. Afya nenda kwa wapendwa wake, mpendwa wake aliye hospitali. Napeleka afya kwa mpendwa wake, napeleka afya kwa mtoto wake, napeleka afya kwa baba yake, napeleka afya kwa mama yake, napeleka afya kwa ndugu yake anayeteseka. Baba, naomba afya ikamwendee. Ninaituma afya ikatokeze ghafla, ikamtokezee ghafla. Maumivu yakatike, maumivu yakatike, maumivu yapotee kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu potea na kuamuru maumivu, achia mwili huo, achia hicho kifua, achia hizo mbavu, achia hiyo shingo, achia hicho kichwa, achia hiyo miguu, achia hiyo kiuno, achia tumbo lake, achia mikono yake, achia kila uliposhikilia. Kamba zikatike kwa damu ya Yesu. Kamba za kichawi katika kwa damu ya Yesu. Kamba za mizimu katika kwa damu ya Yesu. Kamba za kuzimu katika kwa damu ya Yesu zikata leo. Na kata na kutoa utumwani, na kutoa kwenye gereza la mateso. Utoke leo. Damu ya Yesu Kristo ninainyunyiza hapo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikutoe, nami nakufanya kwa bustani leo, bustani ilionyeshewa maji ya mbinguni,
bustani iliyostawi. Uwe kama bustani inayostawi kuanzia sasa, ukastawi katika jina la Yesu, ukastawi katika jina la Yesu. Naita ustawi, naita ustawi kwako. Bwana akustawishe kwenye afya, ukastawi kwenye uchumi, ukastawi kwenye ndoa, ukastawi kwenye elimu, ukastawi kwa watoto wako, wastawi mipango yako istawi. Ninakunyunyizia maji ya mbinguni na chemichemi zisizokauka, chemichemi za baraka na ziita zije kwako, chemichemi za baraka na ziita zije kwako, zikachepuke, zikachupuke, zikatokeze, chemichemi za baraka zije kwako leo kwa jina la Yesu Kristo. Naitaja damu ya Yesu mkombozi wako. Haleluya, haleluya. Hapo ulipo useme tu amina nzuri. Haleluya, imekuwa kwako. Leo ni siku ya maombi. Leo ni tofauti, si kama yale ya Ijumaa. Leo nataka nikomboe watu, nataka niwafungue watu. Nimekuombea sana usiku na nimekuombea sana. Nilisikia mzigo, Mungu alinionyesha kitu, akanikumbusha mahali nilipokuwa nimepita mwenyewe. Nikajiona nilikuwa nakufa, nikakumbuka wakati ule nilikuwa natamani kitu kimoja tu, nisikie mtu akiniombea, nisikie mtu akiniombea. Mungu akaniambia kuna watu wako na hali nzito, wanahitaji tu maneno ya kuwatoa hapo. Kuna mtu yuko hospitalini wakati huu, anakufa, anahitaji tu neno lako ili asife, anahitaji neno lako ili atoke. Na leo Mungu amenipa upako wa kuwatoa watu wote walio katika tabu, walio katika kaburi, walio katika mizigo yao, katika jina la Yesu Kristo. Ninamwamini Bwana, katika jina la Yesu utashinda leo, katika jina la Yesu. Tunaenda Zaburi, tunaenda kitabu cha Mithali 19 mstari ule wa 17. Mstari 19 mstari wa 17. Nasoma, amhulumiaye maskini umkopesha Bwana. Haleluya. Naye atamlipa kwa tendo lake jema. Nataka ujue mpango wa Mungu mpendwa. Wewe unajikausha kausha, Mungu naye atajikausha wako. Na naomba Bwana Baba jikaushe kwa ajili ya huyo anajikausha. Wewe unajikausha, unajifanya umuoni maskini. Unajifanya usikii. Mungu atajifanya asikii. Utalia hata sikia, utaita hata itika. Si unajifanya usikii? Sasa wewe nisikilize vizuri. Maandiko inasema amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Unaelewa maana ya kukopesha wewe? Kukopesha maana yake utadai malipo. Tendo lako unaomtendea mtu mnyonge, maskini, yatima, mjane, mlemavu, mtu asiye na uwezo, wazee wasiojiweza, unamkopesha Bwana na atakulipa kwa tendo, sio kwa maneno tu. Anasema atakulipa kwa tendo. Tendo gani umefanya wewe? Tendo gani jema umefanya? Watu wengine wamekaa na maneno peke yake. Lazima tutende tendo jema. Ndio maana Dorcas ambaye alitenda matendo mema, matendo yake mema yaliyofanya watu waweke mgomo wa mazishi. Waliweka mgomo, wakamwambia njoo Petro, huyu tunamhitaji. Wakawa wanaonyesha nguo zake alizowashonea wajane, akaonyesha alivyowasaidia yatima. Petro alipoangalia mambo hayo akasema basi acha tuongee na mwenye nguvu, tuongee na mwenye uhai. Petro akamwombea Dorcas. Dorcas alirudishwa duniani kwa sababu ya tendo jema. Ndugu yangu, kuna kitu unaweza ukamuuliza ukamwambia Mungu, ukamwambia tu tendo langu kumbuka. Mimi mwenyewe na shuhuda hizo. Kwa unyenyekevu naweza kusema, kwa unyenyekevu mkubwa sana, kwa hofu na kutetemeka. Sasa unapotoa shuhuda zingine lazima uogope, utetemeke, ushuke chini zaidi. Mimi nilikuwa nakufa, lakini kabla ya hapo nilikuwa nimetenda matendo mema kweli kweli. Niliwasaidia watu wengi sana. Hata injili yenyewe nilikuwa naifadhili. Kuna mtu mmoja alikuwa kichaa kabisa. Nilikwenda Kariakoo nikamkuta kichaa. Mungu, nikaguswa, nikatoka machozi nikimtazama. Mungu ananiambia msaidie huyo kichaa. Nikamchukua kichaa,
Nikaenda naye kwenye daladala, nilikuwa sina gari, tukapanda naye daladala nzima, wakanipisha kiti chote, wakanipisha, maana kwa mchafu mno, na wakashangaa mimi naingiaje na huyu kichaa. Lakini kabla ya kuingia nikapita kwenye maduka, nikanunua nguo, suruali, mashati, nikanunua na kila kitu, tukapanda gari, tukaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani, wale nyumbani pale, kwa sababu tunakaa kwenye nyumba za kupanga tu, nyumbani wote wakashangaa. Nikasema jamani, mimi Mungu ameniambia kitu. Nikampeleka, nikachota maji ya kutosha, kaingia bafuni, akaoga kabisa, kabadilisha nguo, kapeleka saluni, bado kichari hivyo. Lakini huyo kichari kwa nitazama kwa kushangaa mno. Aliponyolewa na ile nywele alipokuwa inaisha yale manywele makubwa, pale ile pepo ya kichari ikamwacha, akawa mzima. Nikashangaa, sikumuombea, ni tendo jema. Hiyo tendo jema naamini Mungu hakalisahau. Naamini siku ile niko pale na karibia kufa, nilimkumbusha tendo hilo. Wengi sitasema matendo yote, lakini hilo ni moja wapo. Ukimkumbuka maskini, Mungu atakukumbuka wakati wa taabu yako. Soma Zaburi ya 41, tuone. Zaburi ya 41, mstari kuanzia wa kwanza mpaka wa 3. Tuone hapo. Matendo yetu ndugu zangu yanamfanya Mungu aone yeye atufanyia mema sisi. Je, wewe unataka utendewe nini? Wewe mbona unamlilia Mungu, unafunga siku 3 akutendee kitu? Mungu anakuambia si kwamba unaenda kutoa kanisani. Kanisani hiyo ni sadaka nyingine. Kwa ndugu zako, kwa mama yako ni sadaka nyingine, baba yako ni sadaka nyingine. Kwenda kumpa mtu ambaye humjui, maskini, hiyo sadaka ina nguvu kuliko, ina nguvu yake ya tofauti. Sadaka ya kanisani ni ya kanisani, fungu la 10 ni la kanisani. Usipeleke fungu la 10 kwa maskini, fungu la 10 ni la kanisani. Lakini sadaka ya maskini ina nguvu zake. Watu wengine hawaelewi. Hebu soma mstari ule, sura ya 41. Sura 41 mstari wa kwanza. Ndio. Heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Wala usimtie katika hali wamtakiao adui zake. Mstari wa 3. Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani. Katika ugonjwa wake umemtandikia. Sawa, unaona, heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamkumbuka siku ya taabu yake. Wewe unapitia taabu ngapi? Je, unataka Mungu akukumbuke? Hii Kwaresma inakupa nafasi. Kwaresma inakupa nafasi. Wewe unafikiri sina cha kumwangalia mtu mnyonge? Si lazima ufikirie kitu kikubwa. Ni imani yako inasema nini basi. Anasema Bwana atakutegemeza ukiwa kitandani mgonjwa, wakati hakuna mtu anaweza kukusaidia. Namkumbuka bwana mmoja ambaye alikuwa naye ni mtoaji. Siku ile akiwa kitandani yuko ICU, wakakosea madaktari, wakampa dawa tofauti na wakawa anakufa. Ile roho yake iligoma kuondoka kwa siku kama 2 hivi. Ilikuwa anawekewa libarafu, jiwe la barafu linayeyuka kwa moto unatokea mwilini mwake. Alipokuja daktari yule mkubwa kukagua, alisikia maneno akiwagombeza wale manesi, kwa anawagombeza kwa hali, huyu mtamuua huyu mtu, mngekuwa mshamuua huyu mtu. Hata hivi nashangaa kwa nini anaishi. Yaani haya madawa mliompa itakuwa wameshakufa. Huyo mtu akawa anasikia hiyo lugha alikuwa anaongea, kumbe mwenzao anasikia. Wao walifikiria asikii. Sasa yule anasema akawagombeza, wakatetemeka, wakachukua zile dawa haraka wakazibadilisha. Kuna mapepo ndugu zangu mahospitalini yanafuata roho, yanafuata damu. Mapepo yanafuata damu. Uombee sana watu walio walazwa hospitalini. Waombee. Wewe kama hujawahi kulazwa, naomba uanze kuwaombea. Kuna mtu alitamani kuondoka akiwa bado mgonjwa. Akasema, maana alikaa chumba kimoja na watu walikuwa kama 6 hivi. Wa kwanza akafa yeye bado pale. Wa pili akafa. Wa tatu akabaki yeye. Akasema chumba hiki si. Ndugu walipomjia, akasema nitoeni hapo, sitaki nibaki. Si bado japona, sasa sitaki, nipelekeni. Maana roho ya kifo iko. Roho zinaitana, huyu kaondoka jana.
huyu kaondoka leo. Sasa anayefuata nani? Unasikia ni shetani nakwambia unayefuata ni wewe, na likikuletea mawazo hayo unaanza kuota unakufa, na kwa hiyo unakufa. Kwa hiyo tuombee sana watu walioko hospitalini, kwa sababu unaweza kuona leo mama huyu kajifungua operation akafa, alafu unapewa taarifa na wewe ndio kwenye foleni. Lazima uweze tuombee, hiyo ni roho lishindwe, watu waponywe, maroho yanaenda kuchukua damu. Kuna maroho mengine yamepeleka mtu tu hospitali, kumbe ni ya kichawi, ili tu ni ushahidi kwamba amelazwa hospitali, ili akamchukulia hospitalini, ili kuwa na ushahidi kwamba alikuwa anaumwa kitu, akaenda hospitalini akafia huko. Kumbe hamna chochote, ni ushahidi tu kwamba watu wasianze kusema hiki na hiki, lakini uchawi. Bwana atusaidie. Nataka niombe kwa ajili ya mtu ambaye anahurumia watu, mwenye shida wakati huu. Mungu anasema amhurumia mnyonge. Mungu atamkumbuka wakati wake wa taabu. Kama uko na taabu na wewe umekuwa ukisaidia watu, hii ni maombi yanakuhusu sasa, au pengine uko mgonjwa saizi. Biblia inasema atamsaidia, atamponya akiwa kitandani. Sasa nataka nikuombee. Baba mwema, upako ulionipa wa kuachilia leo miujiza kwa watoto wako. Kuna huyu mtu hapa Baba, amemhurumia mtu, amemsaidia mtu mnyonge. Angalia shida alionayo, biashara yake imeyumba, mtaji umekatika. Angalia ndoa yake inavyoteseka. Angalia watoto wake hawana chochote, hata ada ni shida. Angalia hata hiyo kodi Baba ni mzigo, haoni atokee mlango gani. Anakaa na machozi na maumivu, hali yake ya uchumi ni nzito. Baba, na kukumbusha neno lako, litazame neno lako leo. Naomba umfuate, hata kama alishafanya tendo dogo tu la kumhurumia mtu fulani siku za nyuma, hata kama ni miaka 5 iliyopita, hata kama ni miaka 10 iliyopita, hata kama ni miaka 20 iliyopita. Kumbuka hilo jambo la miaka 20 leo, umsaidie na imchochee kuamka kujua tendo lake jema Bwana limekufanya umsaidie, mtoe kwenye ugonjwa unayemtesa. Angalia kizazi chake kilichologwa, angalia hicho kifungo cha tumbo lake, umfungue tumbo lake leo, tumbo lifunguke. Angalia watoto waliomezwa na hilo joka, angalia joka iliyomeza watoto. Hilo joka tunaliamini la bozaika lilagaze na liumize riakatoba taikana gazia na likata kichwa. Ninaachilia watoto wanawatabosaika, unaachilia tumbo hilo, achilia watoto na vuruga hiyo hali ya utasa. Inaachia tumbo hilo, achia watoto hao, achia afya hiyo, achia maisha mtu huyo, na mtoa kwenye tabu, na mtoa kwenye dhiki kwa jina la Yesu Kristo. Nimekumbushwa jambo hapa hivi karibuni, Mungu akinitia nguvu nikiombea watu. Mwanamke mmoja nikamuita, nilipotaka kumuombea, Roho wa Mungu akanionyesha mambo mengine. Sikumuombea, nikamwambia kuna wanawake naona hapa wamefungwa kwenye mwanamke huyu. Huyu mwanamke amebeba, kuna lijoka limezuia watoto. Ili joka limemeza watoto. Yaani nimemshika mwanamke mmoja, nikasema kuna joka limemeza watoto, na ile lazima liwaachie. Na nikaita wanawake, wakaja kadhaa. Na nilipokuwa naomba, kweli nguvu ya Mungu ikawashukia. Na nikaomba, baadaye ikaisha. Sikujua kingine kinachoendelea. Lakini yule mwanamke akanijia ofisini, akaniambia, baba, ulichokifanya kimenishangaza. Kwa sababu mimi nilitoka hapo mbele vile ulivyoita, lakini sikuwa na shida yoyote, lakini nilikuta nimevutika pale mbele. Na ni kweli wewe uliponishika mkono hukuniombea chochote, ila ukaanza kuita wengine. Siku fulani zilizopita baba, niliota ndoto, nimeenda kwenye mti mmoja mkubwa, na kuna mchungaji amekuja, akaniambia, geuka nyuma, chukua hilo jembe, kata nyoka. Nikamwambia, jembe sina. Alipogeuka nikaona jembe kweli.
akalichukua hilo jembe. Ghafla akaona lilijoka kubwa sana jekundu. Alafu mchungaji akamwambia, kata kichwa, hakikisha unakata tu kichwa. Anasema alipokata kichwa, kitu cha kwanza kilichotokea ni mtoto wake akatoka, na baadaye watoto wengi wakatoka kwenye tumbo la hilo joka. Na huyo mwanamke alizuiliwa uzao miaka mingi, hakupata watoto miaka mingi. Kumbe ndipo akaja hapa analia, akaleta na sadaka, sema, baba, nimeshangaa, maana kuna watu wale watu ambao wamezuiliwa, watoto wao wamemezwa na joka, na ukaongea yale yale. Nataka nikwambie, Mungu amenikumbusha neno hili. Wewe ambao una shida watoto, wewe ambao umemtafuta Mungu kwa njia namna nyingi, upako, kwa sababu Bwana amenikumbusha neno hili. Hayo majoka yaliyomeza watoto wanawatoka sasa. Watoto wanaingia matumboni mwenu, kwa staili ya kawaida, na mtajifungua sasa katika jina la Yesu. Maroho yote yaliyomeza watoto, yanayofanya utasa, yanaachilia leo kwa jina la Yesu. Yule joka nimemkamata, nimemkata kichwa, nimemwamuru atapike watoto waliomeza, anaofanya mimba zitoke katika jina la Yesu. Wewe pepo joka unayemeza watoto, kwa jina la Yesu, mzimu unaachia watoto wa mwanamke huyu, unaachia watoto wa mwanamke huyu, unaachia watoto wa mwanamke huyu. Huyu mwanamke lazima apate watoto kwa jina la Yesu, na nadai uzao wake kwa damu ya Yesu. Natamka uzao na kupatia watoto, pokea kwa jina la Yesu. Urima magasaika magatiri ya mozika kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu yake Jehova imekupa. Hii ni zawadi Mungu naona amewapendelea watu hapa. Wale watu wanataka watoto, naona kama Bwana amewapendelea. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa karibu naenda kumaliza. Nimalize kwa kuleta neno fupi tu, mistari michache. Maneno yana nguvu sana. Maneno yana nguvu. Kuna maneno ambayo ni ya mauti. Biblia inasema kitabu cha Ayubu 5:21, anasema utapigwa kwa mapigo ya ulimi. Utapigwa kwa mapigo ya ulimi. Pale anasema kwamba Bwana atakuokoa kwa mapigo ya ulimi. Sasa ulimi ndio nao kupiga. Kuna watu wametamka maneno kama ambavyo mimi leo natamka kukufungua, wako waliotamka kukufunga. Sasa angalia hiyo Ayubu, hatutasoma, nimeshakwambia tayari. Mapigo. Sasa mapigo, ukipigwa, kama umepigwa kwa ulimi, inategemeana huyu mpigaji amekupiga pigo gani. Lakini kuna wengi wamepigwa pigo la maskini, pigo la mauti. Ukienda kitabu cha Warumi sura ya 3:13, anasema koo lao ni kaburi wazi. Unaona, ulimi unakupiga, unakusogeza kwenye kaburi, kwa hiyo unakutengenezea kaburi. Koo lao ni kaburi wazi. Kwa hiyo kuna makaburi yapo kwenye makoo ya watu. Wanapokupiga pigo la kifo, wanakutengenezea kaburi, na hivyo unajikuta mwenyewe unakosa hamu ya maisha, unakosa ladha ya kuishi, unajitamkia kifo mwenyewe. Ndio Zaburi 103 mstari ule wa 4 anasema, Bwana atakusamehe dhambi zako na atakukomboa uhai wako na kaburi. Ni kaburi la mapigo ya watu. Kuna maneno ambayo wiki hii nataka tushughulike na maneno. Haijalishi kama unatenda dhambi. Maandiko yanasema hapa duniani wako watu tumetenda dhambi, na ndio maana Sulemani anasema kwamba Mungu, kumbuka agano lako, usamehe maovu yetu, kwa sababu hakuna mtu asiyetenda dhambi. Na ndio maana Biblia inazungumza, kama ukisema una dhambi, unasema uongo, maana umekasirika jana, umekwazika juzi. Wengine wamesema na uongo. Wengine dhambi zao ni uzinzi peke yake, wanafikiri dhambi ni uzinzi au ni kuua au uchawi. Ndio ukisikia hapo ni wanasema wewe ni mwenye dhambi. Lakini kwa kweli wako watu ni waongo, ni wambea, ni wasengenyaji,
wananung'unika. Manung'uniko yalifanya wana wa Israeli wapewe nyoka zile kwa umma na zikawaua. Manung'uniko tu. Wewe hunung'uniki, hulaumu. Hayo yote yanaweza kufungua milango. Lakini Mungu, walipomlilia Mungu wakamwambia Musa, tumetenda dhambi kwa kunung'unika, kwa kulaumu, naomba utuombee. Ndiyo, hapa niko kama Musa, mimi nabeba manung'uniko yako, lawama zako, na naenda kwa Mungu. Musa alikubali, akaenda kwa Mungu, akawaombea watu. Kwa hiyo maombezi yanaruhusiwa. Wewe huwezi kuomba mwenyewe, unaruhusiwa kwenda kwa mtu anayeweza kukusaidia. Ndio maana Musa alikubali maombezi, kuwaombea, na Mungu akakubali majibu. Na leo nakwambia, inawezekana umetenda dhambi yoyote ile, lakini kwa sababu una moyo wa kutubu, una moyo wa kusema mtumishi niombee, nakuombea leo. Mungu anapokea ombi hili, anapokea toba yako. Musa akasema, Mungu amewasamehe na ametoa maelekezo, akatengeneza nyoka wa shaba. Kila mkiumwa na nyoka, angalia nyoka wa shaba, mtaishi. Na kila mtu aliyeumwa nyoka akaangalia nyoka wa shaba, aliishi. Na mimi nakupatia mwelekeo, na kuonyesha mahali pa majibu, na kuonyesha mtu wa majibu, na kuonyesha mtu wa majibu. Yesu Kristo ameinuliwa kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, ndivyo mwana wa Mungu Yesu ameinuliwa. Kila mtu atakayemtazama, kumtazama, kumwamini, hiyo nyoka yako iliyokuuma, nyoka ya ukimwi, nyoka ya kansa, nyoka ya magonjwa mbalimbali, nyoka ya mauti, nyoka ya umaskini, magonjwa, mauti zote zinaondoka kwa kumtazama Yesu leo. Muinulie Yesu moyo wako leo. Hiyo nafsi yako iliyokosa kutamani kuishi, naenda kuinasua. Tusome Ayubu sura ya 7 mstari wa 3, naenda kumalizia hapo. Mstari wa 3 na mstari wa 2 mpaka wa 4, tutaruka mstari wa 14 hadi wa 15. Tuone jambo hapo ili nikakuombea kwa dakika hizi 3, 4, 5 zilizosalia. Karibu. Ayubu sura 7 mstari wa 3. Ndio. Ni vivyo nami nimepewa miezi. Anzia mstari wa 2. Ayubu sura 7 mstari wa 2. Kama mtumishi atamanie sana kile kivuli, kama mwajiriwa anayetazamia mshahara wake. Kama mwajiriwa anayetazamia mshahara wake, anasubiri sana Ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili. Mimi nimepewa miezi ya ubatili. Yaani mimi mshahara ni ubatili, ni magonjwa, ni nuksi, ni mikoso, ni mabaya tu. Ndio wako watu yani ndio miezi yao yote ni mibaya tu. Endelea. Iwe fungu lake. Nami nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha. Anasema nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha. Masiku yenye kuchokesha ni hapo. Unaumia, una maumivu kila siku. Hauna chakula, hauna kazi, hauna hiki. Ni masiku ya kuchosha tu. Endelea mstari wa 4. Hapo nilalapo chini nasema, nitaondoka lini? Ndio. Lakini usiku huwa mrefu. Anatamani mpaka nitaondoka lini jamani, maana hii shida zimenizidi. Nami nimejawa na kujitupa huku na huku. Anajitupa huku. Unaelewa mwenyewe kitandani, unajitupa huku peke yako, lakini hakuna msaada. Hata kupambazuke. Wanapambazuka hivyo tu. Mstari wa 14 anaanza kupata ndoto ambazo zinamtisha. Mstari wa 14, ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Hata nafsi yangu huchagua kunyongwa. Nafsi yake, unawezekana wewe umechagua kunyongwa. Yaani nafsi yangu anasema huchagua kunyongwa. Na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Na kuchagua kifo kuliko maumivu. Wewe sijui kama wewe kufika hapo. Kuna watu wananisikiliza na kunitazama, wana mateso kiasi kwamba wanatamani kufa. Wanaoni heri kufa kuliko mateso haya. Leo Mungu anakusaidia. Walitamka mabaya, koo lao limetengeneza kaburi, wamekupiga kwa maneno, wamekuchimbia kaburi, na mimi naenda kukutoa. Ndio imeandikwa, uwakomboe watu, wafungue kwenye minyororo,
Maandiko yamesema pale kwenye Isaya ya kwamba watoe kwenye vifungo, watoe kwenye kamba, watoe kwenye utumwa. Kuna watu mna utumwa ya mauti, ya kifo. Ndio maana umetamkiwa kaburi. Biashara yako imetamkiwa kaburi, ndoa yako imetamkiwa kaburi. Yani huoni uchawi. Makoo ya watu yamekulaani, mengine ni makoo ya kichawi, makoo ya mizimu, makoo mabaya yamekulaani. Kwa sababu hiyo, mimi koo langu limebeba uzima, mdomo wangu umebeba uzima, nimebeba ukombozi. Ninawafuatia waliokushikilia kwa maneno, wanakuachilia. Hiyo mwezi wa kujitoa, mwezi wa ubatili na uvua kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kuvua ule mwezi wa ubatili, mwezi uliopewa ubatili, na uvua ilo vazi la ubatili kuanzia sasa. Miezi yote kuanzia huu mwezi wa 4 unaanza kesho, naibatilisha ilo ubatili. Mwezi ya ubatili nimeivua na kuizika. Mwezi wa 5 hakuna ubatili. Mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12, yote ninaibariki, naivisha utukufu, naivisha heri, naivisha utukufu wa mafanikio kwa jina la Yesu. Zile siku za kuchosha, umeandikwa siku za kuchosha, masiku ya kuchosha. Hayo maandiko ya masiku ya kuchosha, masiku ya umaskini, masiku ya magonjwa, masiku ya laana, masiku ya kupigwa na mume wako, masiku ya kukataliwa, masiku ya kufeli, masiku ya kukosa ada, masiku ya mateso, masiku ya kuumia, leo nafuta. Imeandikwa, asikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Maandiko ya kufa nayaondoa, maandiko maskini nayaondoa, maandiko ya ufukara naondoa, maandiko ya tabu yako naondoa hayo matabu, masiku ya kuchosha na yaamuru yatoke kwa damu ya Yesu. Wewe masiku ya kuchosha na kuondolea hiyo siku ya kuchosha, masiku ya kuchosha na kuachia kwa tarehe ya 1, ya 2, ya 3 mpaka ya 31. Masiku ya kuchosha yote na yafuta na kupa siku za starehe, siku za amani, siku za furaha, siku za matunda, siku za kushiba, siku za afya, siku za kupendwa, siku za kibali, siku za pesa, siku za mali, siku za kujenga nyumba, siku za kununua magari, siku za kufanikiwa, siku za kusafiri dunia nzima. Pokea visa yako, pokea utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu. Siku za kuwashinda wachawi, kushinda mizimu, kushinda wabaya wote kwa damu ya Yesu. Yeyote atakaye kujia atakuta nguvu kubwa sana. Nimekuvisha, hawatakuweza kwa damu ya Yesu Kristo. Na watupia moto, na wapeleke kwenye moto, na watupia moto kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaachia na kuondolea ile nafsi iliyochoka, iliyokinai maisha, inaoomba kunyongwa na kufungua hicho kifungo. Wewe roho ya kunyongwa na kuondoa, wewe roho ya kunyongwa, maana imesema nafsi yangu hujiombea utamani kunyongwa. Leo hiyo nafsi naikomboa leo, na itoe roho ya kunyongwa na kurudishia roho ya kuishi. Roho ya kuishi, pokea tumaini la maisha, pokea ushindi na kuondolea roho ya kufa. Roho ya kufa, atamani kufa kwa sababu ya mateso, na ifuta hiyo roho uliojitamkia. Nafuta hayo maneno uliojitamkia mwenyewe, na yafuta, hayataishi tena, hautakufa. Uliotamkiwa na waganga, na yafuta. Uliotamkiwa na wachawi, na yafuta. Uliotamkiwa na wanadamu, na yafuta. Nafuta kila neno la kufa, na lifuta. Uliotamkiwa mauti, na yafuta, na kupandikizia maisha, na kupandikizia uzima, na kuanzishia maisha mapya, ushindi mpya uingie kwako kwa jina la Yesu. Watu wako na wapanda mbegu mpya, mbegu ya kuishi, mbegu ya maisha kwa mume wako, kwa mke wako, afya njema, ndoa istarehe, ndoa ifurahi, maisha mema. Natangaza mtaji, natangaza biashara, natangaza miradi, natangaza ustawi. Maisha yamerudi kwako. Aliyekuwa na kupiga, tumpatie mstari mmoja unamtosha. Kwanza 140 Zaburi mstari wa 9 na wa 10, tunampatia hiyo mistari miwili inamtosha, tumalize hapo. Aliyekuwa na kuinda, tunampatia hii mistari miwili tu inamtosha.
140 Zaburi mstari wa 9 na wa 10. Tumpatie yule adui yako mstari hii akalale nayo 140 Zaburi mstari wa 9. Ndio. Nao wainuapo vichwa watu wanaonizunguka, madhara ya midomo yao yawafunike. Madhara ya midomo yao. Mimi ni mdomo wa Kristo. Sasa mdomo wa Kristo unaenda kuwatamkia madhara ya midomo yao yanao kutamkia iwapate wenyewe Sawa 10. Makaa ya moto yawaangukie. Sasa pale uliposema makaa ya moto yawaangukie, huu siku ndio zawadi tunawapatia, zawadi ya makaa ya moto yawaangukie wachawi wako, mizimu yako, waganga wako wanaotaka ufe, washushie makaa ya mawe ya moto watupwe motoni. Watupwe motoni na katika mashimo wasipate kusimama, wasisimame tena waliokuchimbia shimo. Sasa tuwatupa motoni, tunawatupa, alafu wabaki mashimoni. Walifikiri ni raha kukuchimbia shimo, walifikiri ni raha kukutengenezea kaburi. Sasa hilo kaburi kwa kuwa ni zuri, waende huko, wabaki shimoni, lakini wewe utoke. Nimekutamkia utoke, uwe mshindi, unawiri, stawi, ukang'ae uso wako, na kupa kibali binti, kibali cha kuolewa, kibali cha kuoa kijana, kibali cha biashara, kibali cha mvuto wa mafanikio, mafanikio ya kutafute, ya kufuate usiku wa leo. Na wabariki watazamaji wote kokote mulipo, ninaachilia utukufu wa Bwana. Kinywa cha Bwana kinanena leo. Saumu mlioichagua ndio hii, ni kufungua iliyofungwa, na mimi nimejitoa. Saumu nayotumia, maombi yangu, kufunga kwangu ni kufungua wewe. Nafunga ni kuweke huru, nifungue ndoa yako, nifungue biashara yako. Kufunga nafunga ili ufunguke na kutoa kwenye shimo, na kutoa kwenye mabaya, mwanzo mpya, utukufu mpya, kibali kipya, makoo ya kuzimu na yazika yote, na kubariki uwe na usiku wa mema, usiku wa ufufuo kutoka kwenye kifo, utoke kwenye kaburi, na kutamkia ulinzi wa damu ya Yesu. Ulindwe na damu ya Yesu, ulindwe na damu ya Yesu, utunzwe na damu ya Yesu, utunzwe na damu ya Yesu. Malaika wakuzunguke usiku na mchana, ulindwe na malaika, ulindwe na malaika, ulindwe na malaika. Usiku wa leo uwe wa tofauti. Atakaye jaribu adui akutane na malaika aliye na upanga mkali, akutane na moto wa malaika wamezunguka nyumba yako. Ulindwe kwa damu ya Yesu Kristo. Muda wangu umeshaisha, lakini napenda kuombea mtu mmoja ambaye anataka kuokoka. Sababu aliyokuombea adui amekasirika. Kama hujaokoka, amekimbia hapo, ameenda mbali, lakini anasaga meno, anakusagia meno, anasema mtumishi ameniunguza hivi, amenitumia moto. Anakusubiri, maana anajua huna kitu, huna Yesu. Sasa Yesu hata baada ya kumaliza maombi, yeye atabaki hapo ndani ya moyo wako. Nataka nikupe Yesu akae kwenye moyo. Huyo Yesu ndiye anaalika malaika waendelee kukusaidia. Kama unataka Yesu aingie moyoni na hujawahi kuokoka, hujawahi kumpokea Yesu, Mungu anakubali ombi lako. Sema tu maneno haya pale kwa moyo wako tu. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninakubali nimetengana na wewe, ninajutia dhambi zangu zote. Sasa nakukaribisha moyoni, ulitawale na kunimiliki, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo mimi ni wa kwako, wewe ndio baba yangu. Ninakataa kila maagano ya ukoo wangu, ya nilioingia mwenyewe na niliojihusishwa na wazazi na wabibi. Najitenga, mimi sihusiki na hayo. Nakataa laana zote na hata mikosi yao, na ikataa isinifikie. Mimi kuanzia leo ni mali ya Mungu, nalindwa na mbinguni, malaika wananizunguka. Asante Mungu, nibariki na kila kinachonihusu ukibariki, kwa damu ya mwana kondoo
Mimi ni mtoto wa Mungu kuanzia leo. Ukisema amina imekuwa kwako. Sema amina nzuri. Wewe ni mtoto wa Mungu kuanzia leo. Na nitaendelea kukubariki sana. Kama ukiweza pale comment kama umeokoka, sema tu nakushukuru Mungu, mtumishi nimeomba hiyo sala. Na kama leo Bwana amekutendea kitu, basi comment pale kwa maombi niliyokuombea. Najua kuna watu umeona kwa resima hii ni kuacha chakula chao ili wampe mwingine. Kama nao unaacha chakula ili umpatie mwingine, basi mimi mmoja wapo na kiacha chakula changu nitampatia mtu. Ile tarehe ya Christmas, ile sikukuu ya Pasaka, tutakuwa na nafasi ya kugawia mtu fulani yatima. Tutapeleka kwa yatima chakula chetu, tutawagawia kitu fulani. Kwa na wewe jihusishe, usijifanye usikii. Ukijifanya usikii, ombi langu Mungu ajifanye asikii. Mwezi huu, yani ukijifanya usikii, Mungu Baba naomba huyu mfanye unaojifanya usikii. Lakini wewe sio. Wewe Mungu akubariki. Kwa sababu wewe ujifanye usikii. Wewe unasikia. Na Mungu aseme mema kwako na akupatie yote. Basi nashukuru na kuaga kabisa. Tukutane kesho. Kesho saa 4 kamili. Nitaendeleza somo la maneno. Yani jinsi ya kufungua vifungo vya maneno. Kuna vifungo vingi sana umefungwa na maneno. Sio tu waganga, wengine ni mabosi wako, wazazi, au wewe mwenyewe. Kwa wiki tutashughulikia maneno yaliyotufunga. God bless you. Amen.